sema kwa shahru Ramadhani alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Zangu Allah anaeleza kuna tukio kubwa ambalo kufanyika ndani ya mwezi huu mtukufu, sema kwamba shahru Ramadhani alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi wa Ramadhani ambao ilioteremka ndani yake Qur'an, hudan linnasi, kwamba Qur'ani hiyo kwanza ni uongozi kwa watu waongoke kwa Qur'ani. Baadaye akasema bayyinati min al-huda, na ndani yake huwa mna ubainifu kutoka ndani ya uongofu huo, wal furqan, na ndani yake kuna upambanuzi wa vitu viwili. Furqan ni Qur'ani ile, wakasomia al-Qur'ani bil Quruni, imeitwa Qur'ani kwa sababu ya karne, kila karne ijayo wanaifasiri Qur'ani na inafanya kazi kama kwamba imeteremka jana. Kwa hivyo ikaitwa Furqani, al-farqu baina al-halali wal-haram wal-farqu baina al-haqqi wal-batil. Ikaitwa Furqani kwa sababu ndani yake inapambanua vitu viwili, inapambanua haki na batili, na inapambanua halali na haramu. Kwa hivyo kwa maana hiyo ndio maana ikaitwa Furqani. Kwa maana hiyo mwezi huu umeteremka ndani yake Qur'ani, ndani ya usiku mtukufu wa Lailatul Qadr. Usiku huu una utukufu wa aina yake. Hii kwa sababu muda wake unasogea, utazungumziwa mbele hapo. Kwa ndugu zangu, usiku huu ni usiku wa aina yake, wenye utukufu mkubwa. Wengi wetu tunasema ni nyota, wengine kwambia nijeleza, mwingine kwambia kila mmoja anasema jana anataka mwenyewe. Sasa kuta siku ile inafika mtu anakaa macho usiku angalia juu. Sasa hiyo nyota kama hiyo ukiona hiyo, akiomba lako wewe unafanikiwa. Mtu akaa nje azama juu, maana kama ataona nyota. Wengine kwambia ile nijeleza, maana ukiona hiki vile sikatoka mashariki na magharibi, ukiona hiyo jeleza hiyo basi hii sio nyota, wasijeleza. Mambo mengi mwenyewe utaja kuwa ni usiku. Na usiku maana yake ni kusimama, qiyamul layli, kusimama kisimamo cha usiku kwa kumcha Allah. Sio kama labda tukusanyika alafu tukasoma maulidi. Haya ndio pande mwingine. Soma maulidi sawa, fahamu unapata. Lakini vizuri ni kusimama usiku kufanya ibada ndani ya usiku huo. Maana kufanya ibada ndani ya usiku huo unasamehewa madhambi ya miezi 1000. Miezi 1000 ambayo haina usiku kama huo. Kwa wataalamu wa hesabu wengine wakasema ni sawa sawa na miaka 85. Sasa leo ya usiku mmoja hiyo kusamehewa madhambi ya miaka yote hiyo, kwa Mungu atupe nini? Wengine wakasema ni miaka 80. Kwa hivyo kuna ikhtilafu la kawaida, lakini hata hiyo 80 ni mingi, hiyo si kidogo. Hayo ibada usiku mmoja usamehewe dhambi za miaka tele namna hiyo. Hii ni fursa pekee, neema kubwa sana. Ili maskini wakuta siku ile mtu analala na koroma changamoto mtihani. Kwa ndugu zangu, ikawa mpaka sasa hivi tuendelea na ibada yetu ya tarawih. Kwa hiyo tulikotoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema mwenye kusali tarawih usiku wa mwezi 17 kwa kama leo. Tunakasema mwenye kusali tarawih usiku wa mwezi 17, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa thawabu za mitume anbiya. Thawabu ambazo wanapewa mitume wajapewa wewe. Kwa iliyoje? Mwenye kusali tarawih usiku wa kuamkia mwezi 18, Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyu atanadiwa, atashika malaika atanadi kwamba mtu huyu
atakuwa kasamehewa madhambi yake yeye na madhambi ya wazee wake wawili. Ndio swali sawia. Kwa hivyo ndugu zangu, usiku na saba kama leo Kristo alitawapa tusifanye uvivu. Kusema tumechoka. Kuchoka tunazaa mtoto anaitwa uvivu. Uvivu huzaliwa ndani ya machoka. Kwa hiyo tusiseme tumechoka kwa sababu ibada hii ni ya msimu. Ikishapita Ramadhani huipati katikati hapo. Mpaka mwakani. Hatujui tutafika huko au tutaishia katikati. Maana kati yetu wapo wengine watatoka siku ya Idi, wengine bado wiki zake 2, wengine tabatisha siku 3 na tuondoka duniani kama tukio tofauti. Kwa mimi na wewe hatutajua tutasafiri vipi. Kwa hivyo lazima tukae katika hali ya kujitetea. Kila ukikaa ujitetee, ujipeleke mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ili Mwenyezi Mungu awe rafiki yako. Mwenyezi Mungu akiwa rafiki yako, basi ni rahisi kuja kuokoa. Wewe unaje wewe mfano mathalan mkuu wa kituo akawa rafiki yako, ndugu yako, hautakupata lako kule fikiri itakuwa kubwa. Tuko rahisi tu. Kwa sababu yeye taratibu zote anazifahamu. Kwa hiyo wewe ndugu yangu pita hapa, pita hili, pita hivi, pita hivi, litakuwa hivi. Kwa sababu sikesomee basi. Kwa hivyo kila mmoja ana taaluma yake. Kwa sisi tukijipeleka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kiukaribisho, basi siku ya kiyama si rahisi na Allah kuadhibu. Kwa sababu anakuona haya mja wake kumwadhibu hali ya kwa duniani alikuwa akijinyima, akijiziki kweli kweli kwa sababu ya kumwogopa. Ad-dunya sijnul mu'min ya qawli rasuli wal jannatu lil kafirin. Dunia ni jela kwa muumini. Yeye ukikaa duniani uone kama mtu aliyefungwa jela katika hali ya kuogopa. Lakini Mungu akasema ni ndio wale makafiri wasiokuogopa Mungu. Yeye kile jambo kwake halali. Kile jambo kwake basi nakwenda. Lakini muumini wa kweli itaikana uhofishike kwa sababu ya imani yako. Imani yako iwe kinga yako ikukataza yale maovu. Lakini kama wewe ukataziki na ovu lolote, kila jambo kwako halali, ndugu yangu, hata kama una swali lakini swala lako inatabu sana hii. Kwa sababu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Swala maumbile yake ni kukataza mabaya, ndugu yangu. Lakini kama swala yako haikukatazi lolote, inakuruhusu kila kitu, swala yako ina mtihani. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.